majina, ninaitwa Augustine Mwai Muhiza. Mimi ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati. Pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee wilaya ya Babati. Kwa masikitiko makubwa sana, ninapenda kuzungumza juu kupitia mahakama kutoa amri ya kufungiwa ofisi na kuto kufanya shughuli zozote za chama. Napenda kuambia Tanzania, amri iliyotoka ni amri haramu. Ninapozungumza amri haramu, nini maana yake? Sisi ofisi hii unayoiona hapa tumekodisha sisi wenyewe pango kwa pesa za mfukoni mwetu. Hakuna ruzuku ambayo tunatoa kwa ajili ya kupangisha ofisi hizi. Kila kitu ni mali yetu hapa. Sasa leo tunafika mahali tunaelezwa kwamba tunasimama shughuli zote za chama. Hili swala ninaomba wale waliofungua kesi watujibu. Makamu mwenyekiti wa Zanzibar na mdhamini wa chama watujibu. Toka chama kimeanzishwa bungeni waliingiza wanachama wangapi? Watujibu. Hilo ni swali mimi najiuliza, sijapata majibu. Wameingiza wabunge wangapi wakaleta ruzuku? Pili, wanijibu. Wao sisi tunaofanya kazi huku wakiwa ni viongozi waandamizi wa chama. Huyo mdhamini ni kiongozi mwandamizi na huyo makamu mwenyekiti wa Zanzibar ni kiongozi mwandamizi. Walileta ruzuku wa shilingi ngapi kwenye majimbo ya kuwalipa makatibu? Walileta shilingi ngapi? Na kama wako viongozi walitutetea kuhusu nini? Ninaomba anijibu. Inawezekana Zanzibar hata kuingiza wanachama hawaingizi. Hawafanyi kazi ya uhamasishaji kuingiza wanachama. Unategemea utapitaje? Unategemea bara ndio je kupigia kampeni kule? Kwa nini umechaguliwa Zanzibar? Fanya kazi ya chama. Walikuwa wanakula ruzuku zetu hawa. Ni wahuni. Kwenye vikao wanalipana, sisi tunalipwa. Sisi mpaka vikao tunavyoandaa chakula tunajidhamini wenyewe. Tunajifadhili wenyewe. Sasa mnakwenda kufungua kesi. Ninataka kuambia, ninasema tutafikishana mahakamani kisheria. Kwa sababu nyinyi ni wamoja wapo mliotuweka katika hali mbaya namna hii ya kutokuwa na ruzuku, kuhamasisha chama. Nyinyi ni wamoja wapo. Tutamipeleka mahakamani ndio tutajua haki yetu za chama zikoje. Na mnatufungia ofisi tusifanye kazi za chama. Kama nyinyi sio majenti wa CCM nini? Nyinyi mnatumiwa na CCM kuvuruga no reform no election. Ndio maana ninasema kwa kauli moja kwamba kitendo mnachokifanya si kitendo halali. Sisi wote ni Tanzania. Tena nyinyi ni Tanzania visiwani huko. Sisi ni Tanzania bara. Sasa kama mnatumiwa na CCM kutuvuruga, safari mtakuja tulipa gharama. Tena mpaka za damu mtalipa tu. Tunaendesha chama kwa mifuko yetu, kwa gharama ya damu. Alafu mnakuja kufanya mambo ya kiuni. Huo mnaofanya ni uhuni. Lakini nakwambia nitafungua kesi mahakama kuu. Nitapeleka mahakamani. Si wafichi. Mmefika mahali sio pazuri. Kwa hiyo ninapeleka ujumbe kwa wananchi. Huu upuuzi unaofanyika sio sahihi.
Juzi kesi ilikuwa iko mahakamani, jaji hapangi tarehe bila kuangalia kwenye diary yake kwamba sikio ana shughuli gani. Ameacha mahakama, lakini tunajua kwamba sisi tulikuwa na taarifa mapema kwamba hatafika mahakamani. Kwa hiyo tunajua nini kinaendelea chini ya kapeti. Tutakula nao sahani moja. Na nikiwaambia sahani moja kweli yani. Huu ujinga unaofanyika ndani ya serikali katika Tanzania yetu hatutokubali. Ninasema hatutokubali. Hatutokubali ujinga na upuuzi unaofanyika ndani ya nchi yetu. Hatutokubali. Na kila Mtanzania atakayeona clip hii aseme sasa imetosha, tuchukue hatua. Tushirikiane kwenda kufungua kesi mahakamani, mahakama kuu, kuwaburuza na wao mahakamani. Tushirikiane kwa pamoja na wanasheria wa chama. Mimi nimejitokeza, nikiwa ni mmoja wapo, na wengine watajitokeza, najua ni wengi, kwa ajili ya kuwaburuza, kuwapeleka mahakamani hawa wanaojifanya kwamba wao chama ni mali yao na wana kauli. Agizo la mahakama linathiri shughuli za chama huko majimboni. Athari ni kubwa. Athari ni kubwa kwa sababu tulikuwa katika mzunguko wa no reform no elections. Athari ni kubwa, lakini bado nawaambia amefail, kwa sababu hili swala no reform no election limeingia ndani ya mioyo ya watu. Huwa ninatembea sehemu mbalimbali na kufanya tathmini, bado hawajavunja nguvu ya no reform no election. Athari iko kwa wale waoga wasiojitambua, na ndio maana nasema Tanzania tujitambue. Halafu tunaambiwa Tanzania tuna wasomi. Tanzania hatuna wasomi, tuna wababaishaji wa wasomi. Tanzania hatuna wasomi, tuna wababaishaji wa wasomi. Kwa sababu mambo yanayofanyika ni ya kihuni, tunanyamaza. Mambo yanayofanyika ni ya kishetani, tunanyamaza. Sasa tunasema hatutokubali. Heche akizungumza pale nje ya mahakama alisema watu wa chini huku mnaweza mkaendelea na kampeni kwa sababu ni makao makuu tu yamefungiwa. Sawa, tunaibeba kauli ya Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti bara, lakini tumetembea kwa tahadhari, tusije tukazua taharuki nyingine, watu wakamatana kapelekana mahakamani. Ndio maana mpaka sasa unaona kufuli liko hapa. Mali zote za chama ikiwemo hata nembo ya chama. Wale kijumla kisheria wameshitaki kutokuridhika na uteuzi wa viongozi. Sasa chama na kifungiaji, makamu mwenyekiti wanamzuiaje asizunguke kwenye nchi? Huu ni uhuni, na tukikubali uhuni kama hivi, ndio maana tunaukataa hata kwenye uchaguzi hatuingii, kwa sababu uhuni kama huu. Neno lako sasa kwa wanachama wengine wanahitaji huduma ya ofisi ambazo hizi ndio zimefungwa. Mimi niseme hivi, ofisi ni mahali pa kukutania, ofisi ni mahali pa utendaji, lakini ninawapa namba zangu, wakiwa na shida wanitafute 0715449629. Nitawahudumia, kwa sababu tumewekwa kuwahudumia wananchi. Na huyu aliyefunga hataki wananchi wahudumiwe. Ni sawa na kufunga hospitali. Huu ni ujinga na ni upuuzi. Nazungumza kwa hasira, ni ujinga na ni upuuzi. Ni amri ya kipuuzi. Huyo mwanachama ambaye alishtaki mwenendo wake ndani ya chama ulikuwa deni. Mimi kwanza hata kumjua simjui, kwa sababu sijamuona. Hata kumjua simjui kwa sababu sijamuona. Huyo makale kwa makamu mwenyekiti sijui ni makamu mwenyekiti wa Zanzibar simjui, wala huyo mama mdhamini simfahamu.